ulinipea watoto 5 ama 4. Si mmoja alikuwa mtoto wa sister ya bwanangu. Akamwambia sister ya bwanangu. Akamwambia you are 18 months. Akamwambia so unapima kilo ngapi ya unga? Clients are waiting. Akamwambia I have 2 cancer patients who have paid me deposit. Akamwambia daktari hajatoa bone marrow, alisema hana visu vya kufanya operation, ati zake zilienda na maji. Akamwambia fanya hivi basi, nipe unga yenye uko nayo 300 grams. Sikupe, unanicheat. Nani amesema sasa? After nishakufungulia busy yote unanicheat. Hizo ni messages tu umeona hapo, hakuna kitu kama hiyo inaendelea. Na umsema nini mpaka unacheka? Nimecheka nini? Hebu nione letter. Si simu yako. Na mbona unaniambia? Na tunashindaga nayo. Huyo mtu yeye alikuwa mgonjwa arthritis. Ati akagonja. Kwani angepona acha kuongea ufala. Hapana. Usipigana na yeye. Madhara naweka kwa rafiki yangu. Mimi unajua kwangu niko na mtoto mmoja. Sasa hao watu wakiona watoto wengine ndani watashindwa, huyu mama anaweka hao watoto wote hapa ni wanani. Sasa huko niko na wangu mmoja, hawa naweka tu kwa rafiki yangu. Saa ile napata soko naendea. Pata soko naendea. Sasa nini? Hiyo madhara unasema ndio tukienda huyo tu mmoja. Sasa umesema wale tu umeweka kwako wenye naweza pata. Unajua afadhali wangekuwa 2 watatu. Sema kwambia mimi sina shida akiwa msichana ama kijana, wale tu watanipendeza. Sasa unajua kipa kimoja atachagua aje, lakini pale wako kama wangapi ndio tujue, nitakwambia huyu ndio nataka. Hapo wako wangapi? Lakini huyu mmoja, so uchukue huyu mmoja tu mwenye tunaona. Unajua sasa shida ni, unajua mtu tena unachukua kitu na kupendeza. Kila kitu nimemhoji. Wacha kutoroka mama hapa, hata ukitoroka hutakuwa umesaidika. Naelewa? Hapo usitoroke. Kuja. Huyu mama nimemhoji, vile tumekuwa na huyu. Tumezungumza na yeye, nikamfanya mambo yangu, akaongea na yeye. Nikamwelezea kuhusu mambo ya watoto. Alikuwa amekataa. Nimemhoji, tukaongea hata Kikwetu kidogo. Nikasikia hata alinisengenya kidogo, hakujua mimi ni Mluya. Wakiongea na huyu akisema kwamba usiende mahali, kuja simama hapa. So mimi sijajua, ama hata kama unaweza kujua labda pengine mitishamba ya mtu mwenye anaweza nisaidia nikose kungangana na hii mashida yote, pia inaweza kuwa vizuri. Naweza penda sana kusaidika juu nimejaribu, tumeangalia kwa madaktari, tumeenda hata maombi, tumefanya kila kitu, lakini mimi bado niko tu hivyo. Chenye utafanya wewe amini tu Mungu atakupea bibi na mtoto. Mambo ya kusema unataka sijui mtoto kununua, hii haitakusaidia. Wewe ndio amini tu Mungu alafu upate bibi. Hiyo yote nimefanya, nimeshughulika sana. Ndio maana nilikuwa naomba kama hata Mungu atasaidia, hiyo ikikuja kutokea mbele ni sawa. Lakini mimi kwa sasa nikipata mtoto mwenye anaweza tu kaa na yeye, hani nijisikiange hata mimi niko na mtoto kama watu wengine kwa nyumba, mimi ndafurahi. Hiyo ingine ya kungoja Mungu kama atanijalia basi nizae ni sawa, lakini kwa wakati huu naomba tu. Mwacha kuwa na roho ngumu, wacha kuwa na roho ngumu. Wewe tu nikubalie tu, nione tu venye itakuwa, unaona? Ndio nikubalie tu. Sababu mimi si mtu mbaya na huyu ananijua. Unajua kama yeye ni rafiki yako, hawezi kukuleta kwa mtu, yani hawezi kuleta mtu mbaya kwako kama mnajuana na yeye. Na nashukuru mmekuwa mkifanya na yeye kazi. Si mmefanya na yeye kazi kwa muda mnajuana. Na tumefanya na yeye kazi, lakini itakuwaje sasa yeye kuletea watu wabaya? Nafika mahali simuamini. Ni ameniletea mtu mwenye yani siamini. Sasa hata nashindwa mtoto mwenyewe nitaleta ni kuaminiana ama tena itaniletea. Unajua kazi zote unasikia biashara, biashara mara mingi tunasemanga kuriski. Biashara zote tuna risk, unaona? Hata unachukuanga biashara pesa mingi kama hata mimi saa hii, unaona? Nina riski kwa sababu nikwambia aje, si unaona saa hizi ukinikubalia useme utanipatia, mimi nitatoa pesa zangu, si ndio? Aidha utasema 1,100 ngapi, venye tu utaongea tukubaliane. Unaona ni kuriski juu nikakupatia hizo pesa na wewe mtoto akuje kwangu atoroke, siku inawezekana? Hiyo ni kitu inaweza fanyika, si ni kweli? Haya nikuja nichukue nikupee pesa, si unaona mimi nitakuwa nimepoteza. Na kwa sababu hizi biashara labda tutakuwa tunafanya chini ya maji, unaona itakuwa vigumu mimi kukuja kudaiana na wewe. Tukikuja kudaiana na wewe ukatae kunilipa hizo pesa, hakuna mahali nitakushtaki. Juu sasa tukishtakiana tuende tuseme kwa polisi, tuseme tumeshtakiana juu ya mtoto. Tufike pale watatuambia mtoto ni wa nani, wewe useme mtoto na pengine mtoto anatafutwa. Unaona?
So naona sasa yote tu ni kuriski. So mimi nitakuwa nimeriski, wewe umeriski. So usiseme unamuogopa, wacha tukubali kuriski. Alafu chenye kitazaliwa bora tuko hiyo uaminifu. Mimi nikuwe tu na siri yangu, wewe na siri yako. Alafu mimi nifanye nini? Sababu vile tu nimekuambia, unaweza kunipa hata mtoto tunabishania saa hii, tuende nifike na yeye wapi? Huko hatoroke. Unajua sasa hiyo nimeriski, mimi nitakuwa nimepoteza. Na akitoroka na wewe usimpate, unaona wewe utafaidika na pesa, mimi nikuwe nimeenda hasara. Sasa tunafanya biashara kuriski. Unaona? Biashara ni kuriski. Kitu cha maana tu ni kufanya na mtu vile umesema, mtu mwaminifu, hiyo ni kweli. Na asifikiri kama huyu ananijua ndio maana akanileta. Hawezi kuleta mtu mwenye ajui kwa kufanya biashara, unaona? Sikatai kuna watoto, kuna watoto wako mahali. Lakini saa hii sijui kama nitawafikia. Wako mbali sana. Wako. Mimi sina shida, unaona, hata kama wako mbali, mimi niko na gari, unaona? Wewe tu bora tu useme tutafika kwa watoto. Weka tu mafuta kwa gari na tufike. Bora tu umeamini watoto wako. Na nione mtoto mwenyewe ananipendeza. So unajua biashara yote lazima pia mtu kuwe na chaguo lako. So hata nikipata ni kijana anipendeze ni sawa, nikipata atakuwa ni msichana anipendeze ni sawa. Juu pia mimi hata kama niwe kuriski, wacha niangalie mtoto najua ni mzuri. Akinipendeza basi mimi nimchukue, na iwapo kama itakuwa ni ngumu basi mimi nitaamua basi wacha nitafute pengine, lakini kwa wakati huu naomba tu nisaidie vile utaweza tu. Ongea basi. Kuonyesha mwana hivi. Ongea kidogo. Sawa. Sasa mimi niwangoje tu hapa. Haya. Sawa. Unajua hii biashara ni ngumu. Biashara unaweza ingia kwa majaribu, wanaweza kuteka nyara, wanaweza kufanyia kitu, lakini nakuamini juu ni rafiki yangu, kitu isinipate. Na uniambie tu kama huyu mtu ni mkamilifu. Huyu baba ni mtu mzuri, hawezi kuwa anakosa mtoto. Hawezi kuwa anakosa mtoto, na yeye ni baba mzuri. Naumbika vizuri, kijana mzuri, handsome. Kwa nini anakosa mtoto? Mimi nitampea mtoto lakini simwamini. Simwamini. Mimi hata sitamuuzia pesa mingi. Mimi nataka 50 tu. 50. Nataka 50 tu juu niko na shida ya kupanda huko nyumbani, sina mbolea, sina mahindi. Shamba huko inataka kupandwa. Sasa nikisema niweke lazima pia wao nitaka kula kitu. Kama 50 ni kidogo, ngaongeza kakitu. Nimwambie ngapi? Nimwambie hata. Unajua wewe ni rafiki yangu. Kitu ikinipata shindu shinyola. Shindira kubutsa. Ne kuanda kuchata. Daka khode 200. Ikuwe 200, 200,000 itakuwa mzuri. Ndio sasa wewe nikawie jikimu kimaisha, mimi nilime, niweke mbolea, nipande chakula kuwa mzuri, watoto kule wasikie vizuri. Hiyo 200,000 itakuwa sawa. 200,000. Papa. Tumeelewana. Okay. So niambie mnasema aje? Juu mimi sasa ni vile tu nimekuambia kama itakuwa mimi sina mambo. Mimi bora tu niambie mtoto anapatikana aje. Alafu niambie kenye unataka. Mimi sina shida. Hata sasa. Hiyo ndio kumaanisha aje? Mama sio nataka kunimaliza shule. Sasa si nimelea, ni mkubwa, hata alikuwa shule. Sasa utaenda tu kuendelesha. Ndio hata niweze kulimako, pandeko mahindi, maharagwe. Na mimi sasa chakula ikuwe mingi kwa shamba ndio tena nifiti hao wengine wakule vizuri. Ninakuambia unajua, hii biashara si ya kufanya leo peke yake. Na naona kama sasa mimi, unajua kama ilikuwa ni biashara ati na mimi nachukua tena naenda kuuza, ndio tungeongea kitu kingine, lakini unaona mimi nachukua tu mtoto tuende tukae naye nyumbani. Kuenda kukaa naye nyumbani, sasa nilikuwa tu naomba kama ungekubali tu hata ikue kama
unifanyia tu kama 90. Hapana. 90 ni kidogo. Ungenifanyia tu 90 sababu unaona tukisema tuweke hiyo nitakuwa nimefinyika. Juu unaona mtoto anaenda kaa tu nyumbani. 90 ni chindi tipwana. Hapana, kolasa ukonye. Sola ne kwa 90. 90. Naona? Nesenje mbange sana mwenye manese nyakulia ya nyakufala. Naona? Sasa inakuwa at least ukifanya 90 sababu tukisema tuweke hiyo ni ngumu. Alafu naona ndio ninaanza. Alafu tena tunaweza panga. Sijui kama unaweza kuwa unapata wengine. At least wengi tu kama nitaweza pata wengine tena. Watapatikana wako. Bora tu kuwe mwaminifu. Mimi ni mwaminifu. Naona venye tuliongea na huyo. Kila kitu iko sawa. Kitu nataka ni waaminifu. Sasa utanipea hivi. Wewe fanya hivi, 90 ndio sawa. Sikila hata nikikuonyesha ni hali ni ngumu, unaona? Sasa kitu ya kwanza naona kuna kuvaa. Unaelewa? Mtoto huyu anatakana kukula. Unaona? Inatakana nitafute sasa mtu wa kufanya nini? Wa kumlinda. So naona mtoto huyu sasa hizi kaa kwa nyumba tu. Lazima nitafutie msana wa kazi, huyu msana wa kazi atataka nimlipe. Unaona? Haya ndio hiyo mtoto kukula na hiyo mahitaji. Sasa naona nikiweka hiyo gharama itakuwa kubwa. Na sasa kwanza akikuja ni kitu ya kwanza leo ni shopping. Unaona? Haya cha pili, si unaona ni kitu tunafanya na magendo. Kama ingekuwa ni kitu tunapitia kuandika makaratasi, ndio tungesema hiyo procedure. Unaona vile tu nimekwambia ku risk. Mimi nikitoa pesa zangu, unaona hata akipotea hakuna sitakuja kukudai, si ni kweli? Wewe hata ndio utakuwa umefaidika, ndio utakuwa umepata nini pesa. Na mimi nitakuwa nimeenda hasara. Sasa ndio mimi nasema 90 itakuwa vizuri ndio tukue tumebalance. Mimi akipotea mtoto mimi sitakuuliza. Unaona? Nitabaki tu mimi nimetulia. Honya za kule mwana wetu. Kuna kichemo hicho ambacho. Naenda kulakabana kuria tagawana aje naenda. Mtaongea tu na yeye mtajua vile mtafanya. Naenda chirubule. Sasa utapanga tuende mtoto Madare. Hapo kwa mahali tu umemweka tukienda tunampata. Tukienda tu Madare tunapata. Ni mmoja tu ama anaweza tu. Wengine wako lakini waache tuongee juu ya huyu mmoja kwanza. Tukishamalizana na huyu mmoja tutaenda tunajipanga tuende. Sasa Madare unakuwa umeweka kwa mtu ama ni wako na kanyumba tu umeweka kako? Madhara naweka kwa rafiki yangu. Juu mimi unajua kwangu niko na mtoto mmoja. Sasa hao watu wakiona watoto wengine ndani watashindwa, huyu mama anaweka hao watoto wote hapa ni wanani. Sasa huko niko na wangu mmoja, hawa naweka tu kwa rafiki yangu. Saa ile napata soko naendea. Pata soko naendea. Sasa nini? Hiyo Madhara unasema ndio tukienda huyo tu mmoja. Sasa umesema wale tu umeweka kwako wenye naweza pata. Unajua afadhali wangekuwa wawili watatu. Sema kwambia mimi sina shida akiwa msichana ama kijana wale tu watanipendeza. Sasa unajua kikuwa kimoja atachagua aje, lakini pale wako kama ngapi ndio tujue nitakwambia huyu ndio nataka. Hapo wako wangapi? Lakini huyu mmoja, so uchukue huyu mmoja tu mwenye tunao. Najua sasa shida ni, sio unajua mtu tena unachukua kitu na kupendeza. Juu sasa kama ni mmoja, njoo ungeniambia kwa hapo kama wawili watatu ningeenda nijue sasa nimechagua huyo. Kakiwa kasichana na kamenipendeza sawa. Kakiwa ni kakijana nione ni kazuri. Vile tu nimekuambia. Unajua unaweza pata tutoto twingine tutukutu. Si mkubwa sana mwenye anaweza shika njia aende. Tutaenda we mwenyewe uchione. Tutaenda we mwenyewe uchione. Tukienda Madhara wao kuja na gari, tunaingia na huyu rafiki yangu, tunaenda, wewe mwenyewe unajionea useme ni huyu ama ni gani. Okay. Sasa nini, wewe mwenyewe umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Mose. Mama Mose sasa ni mtoto wako na wewe mwenyewe jina? Wewe jina lako mwenyewe si Mama Mose sasa ni Mose na wewe mwenyewe sasa unaitwa nani? Mimi mwenyewe naitwa Angeline. Angeline. Mimi naitwa Godfrey. Na ndio huyo mama tunajuana, ndio maana nilimwambia kuja anisaidie vile tapata mtoto. So ndio uzuri tumefika na umesema utapata. Sasa mimi niko sawa, najua sasa nimepata mtoto. Sasa hata tukienda saa hii ni sawa? Hata tukienda saa hii utapata mtoto. Ama tutachoma mafuta nitoe. Tunaaminiana. Ama nitachoma mafuta nifike huko tena useme ametoka. Unajua sasa mimi nataka ukue watu ungepiga simu huko. Waambie labda kama hakue karibu. Juu unajua itakuwa mbaya tena nichome mafuta. Acha nipike simu. Nisichome mafuta alafu nifike huko. Nipate wako. Halo Veronica. Uko Veronica, uko kwa nyumba? Mko sawa?
Nakuja huko na mgeni, utatungojea? Si unajua tu hiyo mambo yangu. Nimepata. Utaningojea nakuja na mgeni. Sasa usitoke tafadhali, wakarula tawe please. Haya ni ndata nditanga. Sawa. Ndio nitapiga simu. Umeniletea customer aki. Ni rafiki yangu mzuri. Asante sana. Ubarikiwe. Upata customer. Pate pesa. Ndio nipande huko shago. Sijapanda, sina hata mbegu, sina mbolea, sina chochote, hata Mungu wake ni mkubwa. Sawa. So, Mungu ni mkubwa kabisa. Tuko sawa. Vile nimekuambia mimi naitwa Godfrey na mimi ni afisa wa polisi. Nimekuja na vile tuko hivi nimekushika. Kwa nini? Wewe? Hai. Nisikize kwanza. Huyu vile unamuona hivi anatoka cell. Huyu ametoka cell na kuna watoto tunatafuta. Na hiyo wakati wote tumezunguka, ni vizuri umenisaidia, nimepata kila kitu. Umesema watoto wako wapi? So umesema kwa Kariobangi. So mimi ni afisa wa polisi Godfrey. Kuna msako tunafanya kwa sababu ya watoto. Na hata hapa, hebu toka hapo kwa gari kuja. So kuna watoto tunatafuta. Nimemhoji. Wacha kutoroka mama, hapa hata ukitoroka hutakuwa umesaidika. Naelewa? Hapo usitoroke. Kuja. Huyu mama nimemhoji, vile tumekuwa na huyu. Tumezungumza na yeye, nikafanya mambo yangu, akaongea na yeye. Nikamwelezea kuhusu mambo ya watoto. Alikuwa amekataa. Nimemhoji, tukaongea hata Kikwetu kidogo. Nikasikia hata alinisengenya kidogo, hakujua mimi ni Mluya. Wakiongea na huyu akisema kwamba usiende mahali, kuja simama hapa. Simama hapa tu, hakuna mtu anakupiga. Nikahoji huyu. So tumezungumza na yeye, nikahoji kuhusu mambo ya watoto, nimemwambia, kanielezea. Mwanzo alikuwa amekataa. Lakini hivi tumeongea, ndiye ameniambia watoto. Umesema ni wapi? Kariobangi. Ameniongelesha, tukaongea, akaniambia kuna mtoto. Nikataka kujua kama ana watoto wengi ama ni mmoja, juu nimemuelezea nataka mtoto awe kijana awe msichana, mimi niko sawa. So wakati tumezungumza na yeye, tumeongea, akaniambia kuna mtoto ako naye. Nikamuuliza ni mmoja ama ni wawili, lakini ameongea kuna watoto kadhaa. Na sasa ndio vile tunaongea hivi, mama nimekushika. Wewe sasa tutaenda na wewe mpaka hapa nyalo watoto wako. Nataka tuende na wewe, umesema vizuri watoto wako na ni vizuri, nimechukua namba ya ule simu mwenye ana watoto wake. So ninataka kwa sababu hii ya simu, mama hebu leta hiyo simu yako kidogo tu nione kitu hapa. Kidogo tu. Hebu leta kidogo. Sawa. So hivi tuko sawa. So nimechukua simu. Hii najua anaweza kumpigia simu anakuja. Wacha kukuwa na hiyo mambo mengi. Kuja hapa. Unajua mimi ninaweza kuweka hata pingu, lakini wewe ni mama. Tuko na biashara yetu hapa. Nisikize. Hatuwezi fanya biashara za kuiba watoto. Unasikia? Biashara za kuiba watoto. Tunakuja ingia kwa hii gari. Siwezi ingia kwa gari. Ingia kwa gari. Wacha mambo mengi. Ingia kwa gari. Fanya hivi. Nini unaniletea mambo kama ingia kwa gari, fungua hiyo mlango, ingia hapo. Ingia hapo ndani ya gari. Unaniletea mambo kama hii simu yangu. Ingia kwa gari ndani, wacha kuleta mambo mengi uko nayo. Siwezi enda kwa gari. Ingia kwa gari. Pana. Hapa ni kwa wenyewe tunapigia kelele. Ingia hapa kwa gari. Ingia kwa gari. Mama wacha hiyo mchezo wako. Ingia kwa gari. Fungua hiyo mlango. Fungua hiyo mlango. Ingia hapo. Ingia kwa gari. Ingia hapo ndani mama. Ingia hapo ndani ya gari. Wacha kuleta mambo mingi. Ingia hapa kwa gari. Hai? Ingia. Ingia hapa ndani ya gari. Wacha mambo mingi. Songa huko wewe, songa huko. Songa kabisa. Hivyo ndio mnanifanyia hivyo. Songa hapo. Mnanifanyia hivyo. Hivyo ndio mnanifanyia. Wacha mambo mingi. Okay. Na wewe. Nyinyi mambo yenye mko nayo na biashara zenyu mko nayo. Tutamalizana na wewe. Wewe, hebu peleka na tutamalizana na wewe. Tutatumia gari yako. Nataka tuende mpaka kwenye watoto wako. Wewe. Hata kabla tuingie station, tuende mpaka huko. Nina namba ya huyo. Huyo mama niko na namba yake. Nitampigia simu. Wewe utaongea naye, unasikia? Wewe hata kama atakataa kuongea utaongea naye. Huyu ndio tutamalizana naye leo. Tumeongea. Huyo mambo ya watoto amesema anafanya biashara, alikuwa anakataa. Kwa ufupi anajua mambo ya watoto. Na saa hizi kule sijui amesema ni Kariobangi, amesema kuna watoto huko. Wewe ndio unanisaliti. Amesema kuna watoto. Wewe acha hapa hakuna kupigana. Ndani ya gari tupigane.